Jimbo la Kinondoni ni jimbo muhimu sana katika jiji la Dar es Salaam, mkoa wa Dar es Salaam na hapa Tanzania. Ni jimbo ambalo likishikwa na kiongozi ambaye ana maono linaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa wakazi wa jimbo hilo. Jimbo la Kinondoni ni jimbo ambalo lina mapato makubwa. Iwapo mapato hayo yakitumika vizuri, yanaweza yakaondoa umasikini wa mijini. Maeneo mengi ya mijini kuna umaskini ambao hauonekani, lakini kuna watu wa mijini ambao bado wanaishi hawawezi kupata milo mitatu kwa siku. Kuna watu mijini ambao wanahangaika, hawana maji safi na salama. Kuna watu mijini ambao miundombinu si salama. Usalama wa maisha yao kwenye mitaa yao wanamoishi ni mdogo, na jimbo la Kinondoni ni miongoni mwa majimbo yenye changamoto hizo. Mnafahamu serikali ya CCM imekuwa ikijinadi kwamba inatoa mikopo kwa wananchi 10%, vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Takwimu zinaonyesha kwamba jimbo la Kinondoni mapato yake ya ndani ni takribani shilingi bilioni 65 kwa mwaka. Wakitenga 10%, ni sawasawa na kutoa kila mwaka shilingi bilioni 6.5 kwa ajili ya vikundi vya wanawake, vikundi vya vijana na watu wenye ulemavu. Tukihesabu miaka 5 tangu uchaguzi wa 2020 mpaka sasa, tunatarajia ndani ya jimbo la Kinondoni zaidi ya shilingi bilioni 32 ziwe zimetolewa kwa makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Lakini taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inaonyesha ya kwamba jimbo hili katika miaka 5 iliyopita wametoa mikopo chini ya shilingi bilioni 10 katika shilingi bilioni 32 ambazo zinapaswa kuwa zimetolewa. Na mbunge ni wa CCM, madiwani wa CCM, wenye viti wa mitaa wa CCM, mawaziri wa CCM, raisi wa CCM, lakini wameshindwa kutekeleza sera yao wao wenyewe. Kama jimbo hili lingekuwa na madiwani mahiri, kama jimbo hili lingekuwa na mbunge anayewajali, leo hii umaskini miongoni mwa kina mama, umaskini miongoni mwa vijana ungekuwa umepungua kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu fedha ambayo inapaswa kuingia kwa wanawake na vijana kwa mwaka ni fedha nyingi sana. Watu wa Kinondoni, mwaka huu mnao wajibu wa kufanya mabadiliko kwa kumchagua Rahma kuwa mbunge wenu na kuwachagua madiwani wanaotokana na ACT Wazalendo, ili fedha hizi zote ziweze kuwarudia kwa kuweka mfumo mzuri
Kikisha watu wanapata fedha hizi, kina mama wajasiriamali, vijana wajasiriamali, watu wenye ulemavu wajasiriamali waweze kupata kipato. Rahma atakapoingia bungeni na madiwani wa ACT Wazalendo watakapoingia kwenye baraza la manispaa, watahakikisha kila senti inayotakiwa kutengwa kwa ajili ya wanakinondoni inatengwa, na wanakinondoni wanaipata bila kujali itikadi za vyama vyao. Tutahudumia kila mwana Kinondoni. Ndio maana tunasema Kinondoni ya wote kwa maslahi ya wote. Wananchi wa Kinondoni, vijana wetu wanaojihangaisha na shughuli mbalimbali za kibiashara, kina mama wanaohangaika na shughuli mbalimbali za kibiashara, chama cha ACT Wazalendo ilani yake imeweka wazi haki ya kufanya biashara kwenye miji. Hapata kuwa na kufukuza vijana wanaofanya biashara kwenye maeneo yenye mikusanyiko. Hapata kuwa na fukuza kina mama wanaofanya biashara zao kwenye maeneo ya mikusanyiko. Tunazungumzia haki za kutumia miji. Tunaposema Kinondoni ya wote, maslahi ya wote, maana yake ni kila mwana Kinondoni aweze kuwa na fursa ya kupata kipato chake mahali popote, ili mradi tuweke taratibu zinazostahiki. Wafanyabiashara wadogo wa aina zote, mtakuwa na haki ya kufanya shughuli zenu bila bugudha, kama mkichagua baraza la madiwani linalotokana na ACT Wazalendo, kama mkichagua mbunge anayetokana na ACT Wazalendo, na mbunge huyo ni Bi Rahma Mwita ambaye leo atazungumza nanyi. Haiwezekani miji igeuke kuwa ni maeneo ya watu wenye uwezo tu, halafu watu wasio na uwezo wanawekwa pembezoni, wanaondolewa, wanapelekwa maeneo ambayo hayana mkusanyiko, hayana mzunguko wa fedha. Sisi tutahakikisha tunatenga maeneo maalumu yenye mzunguko, tunatenga maeneo maalumu yenye uwezo wa kuwafanya watu wafanye biashara zao. Na tusemi haya kwa maneno matupu, tumeshayafanya haya. Mimi nayezungumza nanyi nilikuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini 2015 2020, na chama chetu cha ACT Wazalendo kilikuwa kinaongoza manispaa ya Kigoma Ujiji 2015 2020. Tulikuta kadhia ya kina mama ambao walikuwa wanafukuzwa na migambo, wanazuiwa kuuza bidhaa zao. Halmashauri yetu chini ya meya wetu wa ACT Wazalendo ikatafuta wafadhili. Serikali ya Denmark ikageuza mtaa kuanzia saa 10 mpaka saa 4 usiku kuwa ni mtaa wa biashara, na leo hii ni mtaa maarufu unazungumzwa nchi nzima. Tumeshaonyesha mfano. Tupeni manispaa ya Kinondoni, tutaangalia mitaa mbalimbali, tutaijenga vizuri, tutaifunga jioni, ili kuhakikisha ya kwamba watu wanafanya shughuli zao. Tutahakikisha hakuna mtu anayekosa shughuli za kuweza kufanya. Wananchi wa Kinondoni, mmeona uchaguzi huu ulivyo. Umekuwa ni uchaguzi wa vituko. Umekuwa ni uchaguzi ambao mtu yoyote ambaye anaonekana ni mshindani
wa kuweza kuleta ushindani. Mmoja yuko jela, mwingine mpaka leo anahangaika mahakamani, ndugu Mpina, kwa ajili ya kupata haki yake ya kugombea, haki ya kikatiba kabisa. Mpaka sasa chama chetu bado badala ya kuwa kwenye kampeni kinahangaika kupata haki yetu ya kuwa na mgombea. Lakini msikate tamaa. Nchi hii inaongozwa na vyombo vitatu: serikali kwa maana ya tawi la utendaji, bunge kwa maana ya tawi la uwakilishi, na mahakama. Mahakama haina uchaguzi. Serikali ina uchaguzi kwa maana ya kumchagua rais, lakini huyo rais hawezi kuunda serikali kama chama chake hakina wabunge wa kutosha. Watu wa Kinondoni, unganeni na watu wa maeneo mengine ya Tanzania. Unganeni na watu wa Kigoma. Unganeni na watu wa Tunduru. Unganeni na watu wa Mwanza, watu wa Simiyu, watu wa Shinyanga, watu wa Tandahimba, Mtwara, watu wa Lindi. Tuungane sote, tuinyime CCM wabunge. Wewe leo ukihamasisha watu wakaenda kumpigia kura Rahma, humfanyi tu Rahma kuwa mbunge, bali kura yako ni ya kuonyesha hasira ya kuikataa CCM. Tusiwakubalie wapate bunge ubwete. Tuweke nguvu zetu kuhakikisha tunalishika bunge. Ukishika bunge, spika hatatoka CCM. Ukilishika bunge, waziri mkuu hatatoka CCM. Ukilishika bunge, waziri mkuu ndiye ambaye anaunda serikali. Kwa mujibu wa katiba yetu, chama chenye wabunge wengi ndio kinatoa waziri mkuu, ndio kinachounda serikali. Tutakuwa tumeikaba koo CCM. CCM inagoma kuondoka kwa jumla, tuiondoe kwa rejareja. Nendeni mkamchague Rahma aingie miongoni mwa wabunge, tuwe wengi ndani ya bunge, twende tukaikabe koo CCM. Hatupaswi kukata tamaa. Hatupaswi kuachia CCM nchi hii peke yao. Hii nchi ni yetu sote. Kama ni kupigania uhuru wa nchi hii, watu wote wampigania uhuru wa nchi hii. Kama ni kulipa kodi, watu wote tunalipa kodi katika nchi hii. Kama ni kujitoa kwa ajili ya maslahi ya taifa, watu wote tunajitoa kwa maslahi ya taifa. Kwa nini CCM wajione wao peke yao ndio miliki ya nchi hii? Ndio maana tunawaambia raia wetu ambao wao wamepata fursa ya kuwa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, watumishi wa umma, polisi, walimu, madaktari, manesi na watendaji wote wa serikali. Leo msisahau ni bunge la CCM na serikali ya CCM ambayo imeshusha kikokotoo kwa watu wenye pensheni, na sisi watu wa upinzani ndio ambao tulipiga kelele kuhakikisha kwamba kikokotoo kinarekebishwa, na bado urekebishaji hautoshi. Kwa mujibu wa ilani ya ACT Wazalendo, chama chetu kikiunda serikali kwa namna yoyote ile, Mpina akirudi atakuwa rais. Wasipomrudisha tutakuwa na waziri mkuu. Tutaunda serikali, tutarejesha kikokotoo cha 50%. Watu wamehangaika, wamejitoa, wamefanya kazi, ambao wamehudumia serikali yao. Njia pekee ya kupambana na watu hawa ni haki.
Ndio maana nawaambia maafisa wetu wa polisi, tendeni haki. Sisi tukiingia madarakani hataingia na polisi wetu. Polisi ni wale wale. Muhimu, tendeni haki. Tendeni haki. Kama Rahma akipata kura, Rahma awe mbunge. Akishindwa tutasema tumeshindwa, lakini sio ashinde alafu mumnyang'anye. Hapana, tunataka kuhakikisha haki inatendeka, na sisi tumejiandaa kuzilinda kura zetu. Tunaposema Oktoba linda kura ya tutanii, tunamaanisha tunawaomba watu wa Kinondoni nyote kwa umoja wenu mwende mkatuunge mkono, mchague diwani anayetokana na ACT Wazalendo, mchague mbunge anayetokana na ACT Wazalendo. Kesi ikiisha tukarejea, tutawaambia mumchague Mheshimiwa Mpina kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waking'ang'ania na kesi, tutawapa maelekezo kura zetu zitapigwa namna gani. Tutawapa maelekezo. Kura zetu hazitaharibika, kura zetu hazitakwenda CCM. Tutawapa maelekezo kwa sababu ni lazima tupambane kuleta mabadiliko katika nchi yetu.